Hapa tutazungumzia utekelezaji wa shughuli zilizopangwa, programu mbalimbali pamoja na miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika siku 100 za kipindi cha awamu ya pili ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Wizara imejikita katika kuimarisha mawasiliano na serikali, kukuza sanaa na utamaduni wa kizalendo, kuendeleza michezo kama chachu ya ajira na afya kwa jamii, pamoja na kuimarisha miundombinu na taasisi za chini ya wizara yetu hii. Kwa kupitia utekelezaji wa mipango hiyo, mafanikio mbalimbali yamepatikana ikiwemo kuongezeka kwa ubora wa huduma za habari, kuimarika kwa usimamizi wa shughuli za sanaa na utamaduni, pamoja na kuendelezwa kwa miradi ya kimkakati inayolenga kukuza uchumi wa ubunifu na kuibua vipaji. Hivyo, ripoti yetu hii ya leo inatoa taswira ya hatua ambazo zimeweza kufikiwa, mafanikio yaliyopatikana na mwelekeo wa wizara katika kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Na kwa upande wa vipaumbele ambavyo tulikuwa tunavyo katika siku 100 hizi ni kwamba wizara yetu ilikuwa na vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, ilikuwa ni kuimarisha miundombinu ya habari na utangazaji kwa kuendeleza ununuzi wa vifaa vya kisasa, kuboresha mitambo ya kurushia matangazo na kutekeleza miradi ya ujenzi wa ofisi na taasisi zilizo chini ya wizara. Pili, kuongeza ubora na upatikanaji wa huduma za habari kwa wananchi kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali, kuimarisha usimamizi wa maudhui na kusajili waandishi wa habari. Tatu, kuimarisha usimamizi na udhibiti wa sekta ya utangazaji ili kuhakikisha maudhui yanazingatia maadili, sheria na utamaduni wa Mzanzibari. Nne, kukuza na kuhifadhi sanaa na utamaduni wa Mzanzibari kupitia matamasha ya kitamaduni na michezo ya asili. Kipaumbele cha 5 ilikuwa ni kuimarisha hadhi ya Kiswahili kitaifa na kimataifa kwa kuandaa makongamano, vipindi vya kitaaluma na kuendeleza machapisho yanayokuza lugha ya Kiswahili, tafiti na machapisho ya kitaaluma. 6, kuendeleza miundombinu ya michezo kwa kuendeleza ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo katika wilaya na mikoa mbalimbali Unguja na Pemba. 7, kukuza ushiriki wa vijana katika michezo na sanaa kama nyenzo ya ajira, afya na maendeleo ya vipaji vyao. Na kipaumbele cha 8 ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano na wadau wa ndani na nje ya nchi katika kuendeleza sekta za habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa kutokana na vipaumbele hivi ambavyo nimezungumza, mafanikio ambayo yalipatikana ni kama ifuatavyo. Na nitazungumza kwa sekta moja moja kwa sababu wizara yetu kama ilivyo ni wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa hiyo katika wizara yetu tunaanza na sekta ya habari. Kwa upande wa sekta ya habari, mafanikio ambayo yanaweza kupatikana miongoni mwao ni katika kuimarishwa kwa miundombinu ya uzalishaji na urushaji wa matangazo. Yaani hapa tunazungumzia kama ZBC imeweza kupatia vituo vya Unguja, Pemba, Dodoma na Dar es Salaam pamoja na kitengo cha mitandao ya kijamii, vifaa vya kisasa, yani video kamera 3, still kamera 1, laptop 6, post frame 1, DVB-T2 600 watts 2. Hatua iliongeza upatikanaji wa habari zenye ubora wa picha, sauti na zinazotoa ushindani mzuri baina ya ZBC na vyombo vingine vya habari nchini. Lakini pili ni kuimarika kwa mashirikiano ya kimataifa na kitaifa. Ushirikiano umeimarishwa na Tanzania Broadcasting Corporation na TBC ya Tanzania Bara na office hapa nitasema Kifaransa jamani, mbidi mnivumilie, na Office de Radio et Television de Comoro ya nchini Komoro. Ndio jina lake lilivyo, kwa ibidi tulitaje jina kama linavyotakiwa kuzungumzwa. Jambo linalopanua wigo wa habari na maudhui pamoja na kupandisha hadhi ZBC TV yetu. Lakini 3 ni usajili wa waandishi wa habari 570. Waandishi hao wamepatiwa vitambulisho yani press cards ambapo ilikuwa ni kikwazo katika kutimiza majukumu yao na sasa wanaruhusiwa kufanya kazi rasmi. Hatua inayoongeza wajibikaji na weledi katika sekta ya habari. 4, ununuzi wa mtambo wa kisasa wa die cutting ambapo umeongeza kasi na ubora wa kazi za perforation na uchakataji wa machapisho katika wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar. Hali hii imeimarisha ufanisi wa uzalishaji, kupunguza muda kukamilisha kazi za uchapaji pamoja na kuongeza uwezo wa wakala kutoa huduma bora na kwa wakati kwa taasisi za serikali na wateja wengine. Lakini la 5 ni matengenezo ya mitambo mkuu, yani mitambo mikuu ikijumuisha generator, majina mengine tena mtanisamehe, ana majina yake ya kitaalamu zaidi.
Yani mitambo hiyo yote yameongeza ufanisi na mwendelezo wa uzalishaji kwa kupunguza hitilafu na muda wa kusimama kwa kazi. Hali hii imeongeza uwezo wa uzalishaji, kupunguza gharama za matengenezo ya dharura, pamoja na kuhakikisha huduma za uchapaji zinatolewa kwa wakati na kwa ubora zaidi kwa manufaa ya serikali na jamii kwa ujumla wake. Lakini 6 ni ukaguzi wa vituo 30 vya utangazaji pamoja na ufuatiliaji wa maudhui ya redio 18, TV 8 na maudhui 20 mtandaoni kwa kutumia broadcasting monitoring system. Ukaguzi huu unaisaidia serikali kuhakikisha maudhui yanayorushwa yanazingatia sheria, maadili na maslahi ya jamii. Hatua hii huchangia kulinda amani na utulivu wa nchi yetu, kuzuia upotoshaji wa taarifa, kuimarisha uwajibikaji wa vyombo vya habari pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na zenye manufaa kwa maendeleo ya jamii yetu. 7 ni uchapishaji wa nakala 371,000 plus za magazeti. Yaani uchapishaji wa zaidi ya nakala 371,000 za magazeti yani Zanzibar Leo, nakala 324,000 za Sport 23,500, Zanzibar Mail 23,500. Umeongeza upatikanaji wa habari kwa wananchi, kuimarisha uelewa wa masuala ya kitaifa na kusaidia kusambaza taarifa za maendeleo ya serikali kwa jamii kwa upana zaidi. 8, kwa upande huu ni uzalishaji mkubwa wa maudhui, ambapo uzalishaji wa maudhui ya habari yani habari za ndani 1511, habari za michezo 967, makala 263, chambuzi 3080, kimataifa 910. Umeimarisha utoaji wa taarifa sahihi na za wakati, kuongeza elimu na uelewa wa wananchi kuhusu masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. 9 ni uzinduzi wa mfumo wa e-magazeti. Umeongeza upatikanaji wa magazeti kidijitali, kurahisisha mauzo, matangazo na malipo kwa njia ya mtandao, pamoja na kupanua wigo wa wasomaji na kuongeza mapato ya taasisi. Lakini 10, kwa upande wa sekta ya habari, tumefanikiwa pia katika uzinduzi wa kingamuzi kipya cha Bytes ambacho kimeendelea kutoa maudhui mbalimbali yenye tija na maslahi mapana kwa taifa letu. Na kwa upande wa sekta ya sanaa na utamaduni, kama tulivyoeleza ni kwamba sekta zetu ni 4: habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa sasa ni sekta ya sanaa na utamaduni. Kwa katika sekta hii mafanikio ambayo yameweza kupatikana kwa siku 100 za Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi pamoja na kufanikisha tamasha la utamaduni wa Mzanzibar ambalo hili lilifanyika Disemba 2025. Tamasha hili lilifanyika Kiboje kwa upande wa Unguja katika uzinduzi wake na kufungwa hapo jijini Pemba, ambalo lilihusisha washiriki zaidi ya 1500 kutoka Zanzibar, DRC na shirika la UNESCO. Tamasha limetoa jukwaa la kuonesha mila, desturi, ngoma za asili, mavazi ya jadi, vyakula vya asili na sanaa mbalimbali za Kizanzibari. Vile vile kuhamasisha michezo inayoonesha utamaduni wa asili kama mashindano ya ng'ombe, resi za punda, mbio za mbatata na kupanda minazi, ambao huchangia kuhifadhi na kuendeleza urithi wa utamaduni wa Zanzibar, kuvutia utalii wa ndani na nje, pamoja na kutoa fursa za ajira na kipato kwa jamii zinazoshiriki katika shughuli hizo. Sambamba na hilo ni kuhamasisha na kukuza matumizi fasaha ya Kiswahili kupitia vipindi 22 vya Kiswahili katika TV na redio mbalimbali ndani na nje ya Zanzibar. Kumechangia kuimarisha matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili, kukuza utamaduni wa Kiswahili na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa lugha hiyo kitaifa na kimataifa. Vile vile kufanikisha maandalizi ya kongamano la 9 la Kiswahili la kimataifa, kongamano ambalo lilishirikisha washiriki wasiopungua 240 kutoka nchi mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania, na huko kumeimarisha ushirikiano wa kitaaluma, kukuza tafiti na mjadala kuhusu lugha ya Kiswahili pamoja na kuitangaza Zanzibar kimataifa kama kitovu cha utamaduni na lugha ya Kiswahili. Na kwa upande wa sekta ya michezo ambayo itakuwa ni sekta ya mwisho kwa wizara yetu, ni kwamba katika sekta hii kuna mafanikio mengi pia ambayo yameweza kupatikana. Na miongoni mwa mafanikio hayo mojawapo lilikuwemo la mafunzo ya ukocha leseni B ambayo yanatolewa na TFF. Wizara yetu ya Habari, Sanaa na Michezo imelipia mafunzo kwa mtu mmoja kwa ajili ya kupata mafunzo ya ukocha leseni B, ambapo mafunzo hayo yalifanyika Tanzania bara. Wizara imeweka utaratibu wa kuwasomesha waamuzi
na makocha kwa lengo la kuimarisha taaluma katika masuala ya michezo nchini. Lakini vile vile ushiriki wa kimataifa. Zanzibar tumefanikiwa kushiriki mashindano ya riadha, karate nchini Kenya, triathlon na kombe la dunia la wanawake la kabadi, ambapo tumepata nafasi ya 7 duniani na nafasi ya 2 kwa upande wa Afrika. Vile vile kuratibu mashindano ya kimataifa yanayofanyika Zanzibar, mashindano ya kimataifa ya kitesurfing yafanyika Kiwengwa mwezi Februari 2026, yameongeza utalii wa michezo na kuitangaza Zanzibar kimataifa. Vile vile usajili wa vilabu 6 vipya vya michezo. Miongoni mwa vilabu vipya vilivyosajiliwa pamoja na mpira wa miguu, karate na mazoezi ya viungo kwa lengo la kuimarisha usimamizi na kukuza michezo kwa vijana. Vile vile uzinduzi wa uwanja wa Gombani baada ya kufanyia matengenezo makubwa sana na kuwekwa paa. Yaani uzinduzi wa uwanja wa Gombani pamoja na mchezo wa fainali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup umefanyika kwa mafanikio na hamasa kubwa sana wakati wa maadhimisho ya sherehe za kutimiza miaka 62 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar. Na katika sherehe hiyo mwenye rasmi alikuwa ni Mheshimiwa mwenyewe Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Vile vile mafanikio ambayo tumeweza kuyapata pia katika sekta ya michezo ni mafanikio ya udhamini wa NMB kwa kuendesha kombe la Mapinduzi, yani Mapinduzi Cup. Mafanikio ambayo yamepatikana ni kwamba wizara imeweza kusaini mkataba yani MOU baina ya wizara yetu ya habari, sanaa, na michezo na wenzetu wa benki ya NMB kwa muda wa miaka 5, ambapo udhamini huo utatumika katika kuendesha mashindano hayo. Na hii imekuja kutokana na kwamba huko nyuma kwa tuna changamoto ya kuona nani anafadhili mashindano haya. Kile kifika muda wa mashindano tunabakabaka, yule anasaidia. Lakini sasa tuna udhamini wa uhakika kwa muda wa miaka 5. Vile vile kufanikisha mikutano 4 ya wadau wa wizara yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Mikutano ambayo ililenga kukutana na wadau wote wanaohusu wizara hii, wakiwemo wadau wa habari, wadau wa sanaa, wadau wa michezo na wadau wa utamaduni. Na kila moja mikutano hii ilifanyika kwa siku yake. Na lengo lilikuwa katika kuona, kutatua na kupiga hatua katika kuleta maendeleo kwa wananchi, lakini pia kusikia wadau hawa wanasemaje kuhusiana na kuimarisha, kukuza, lakini kujenga na kuendeleza sekta zetu hizi 4 ndani ya wizara yetu katika kipindi hiki cha awamu ya pili ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mafanikio mengine ambayo tumeweza kufanikiwa ni katika kuendelea kusimamia ujenzi wa viwanja vya michezo, ikiwemo mradi wa ujenzi wa mji wa michezo yani Afcon City ambao unajengwa Fumba. Na utekelezaji wake unakwenda vizuri na umefikia mpaka sasa 35%. Mradi wetu huu unatarajiwa kukamilika ndani ya mwezi wa Disemba mwaka 2026 huu ambao tunakwenda nao. Lakini sambamba na hilo, ikiwemo la kusimamia ujenzi wa viwanja 17 vya wilaya na mikoa ambapo utekelezaji wake umefikia zaidi ya 90%, ambapo viwanja 13 vimeshakamilika na viwanja 4 vinaendelea na ujenzi.